Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 23 ya mwezi Julai tunasikiliza na kutafakari maisha ya Mtakatifu Birgitta wa Sweden, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Birgitta alizaliwa katika nchi ya Sweden mnamo mwaka 1303. Wazazi wake walikuwa Birger Persson na Ingeborgi. Akiwa na umri wa miaka 7, alifiwa na mama yake mzazi. Haikuchukua muda mrefu, baba yake pia alikufa. Kwa hivyo alilelewa na shangazi yake. Birgitta aliogopa kukaa kivivu. Siku zote alikuwa akifanya kazi fulani nyumbani au kushona nguo au kufua. Maisha yake yote yalikuwa siyo ya kawaida. Kwanza aliolewa na baadaye akawa mtawa. Aliolewa akiwa na umri wa miaka 13. Wakaishi na mume wake Ulf Gudmarsson kwa muda wa miaka 28 ya ndoa. Mume wake akafariki akimwachia watoto wa kiume 4 na wa kike 4. Aliwafundisha watoto wake kumpenda Yesu na Maria, kuogopa dhambi na kufanya kazi wasipate vishawishi vya shetani. Birgitta alikuwa mwanachama wa shirika la Mtakatifu Francisco. Akiwa mdogo mwenye umri wa miaka 7, Bikira Maria alimtokea karibu na kitanda chake, akamvika kichwani taji zuri. Siku nyingine alimuona Yesu ameangikwa msalabani akitokwa damu mwili mzima. Yesu alimwambia, "Mwanangu, unaona jinsi gani watu wanavyonitendea kwa dhambi?" Birgitta alimjibu, "Nani anakuumiza vile?" Yesu akamjibu, "Ni Wakristo wanaonidharau na Wakristo wenye moyo baridi wasioitikia mapendo yangu." Birgitta alipokuwa na kuzidi kutafakari juu ya ujumbe huu wa Yesu, alianza kufanya toba kwa ajili ya dhambi zake na dhambi za watu. Mateso ya Yesu yalikuwa msingi wa tafakari yake ya kila siku na yalijionesha katika matendo yake ya upendo kwa jirani. Alikuwa ni mtu wa tabasamu, mpole na mkarimu kwa kila mtu. Moyo wake wa ibada na mapendo ulimfanya ajulikane na watu wengi. Birgitta alipata ufunuo wa Mungu wa kuanzisha shirika la kitawa ili kuamsha tena roho ya majitoleo katika maisha ya kitawa. Mnamo mwaka 1346, Birgitta akisaidiwa na mfalme wa Sweden alianzisha shirika la kitawa kwa ajili ya wanaume na wanawake wa kule Vadstena, shirika lililojulikana kama Shirika la Mwokozi Mtakatifu au wa Birgitta. Birgitta akifuata mfano wa wafuasi 72 wa Yesu, aliweka mapadre 13, yaani mitume 12 na Mtakatifu Paulo, mashemasi 4, watawa wa kiume 8 na watawa wa kike 60, ambao sala zao zililenga kusaidia mapadre kuhubiri Injili. Ni shirika la masista tu lipo hadi leo hii. Birgitta alikuwa mwanamke jasiri na mwenye imani kuu. Hakuogopa kumkemea mfalme licha ya watawala, mapadre, maaskofu na mapapa pale walipokwenda kinyume na wajibu wao wa kukosa maadili mema. Mnamo mwaka 1350, kwa amri ya Yesu Mwokozi, alikwenda kukaa huko Roma nchini Italia. Kila siku alitumwa na Mungu kwenda kwa Baba Mtakatifu kumwarifu maneno aliyoambiwa na Bwana wetu. Birgitta aliandika vitabu vingi akieleza maisha yake ya kiroho. Baadaye alikwenda kuhiji huko Yerusalemu kutazama mahali patakatifu alipoteswa Kristo na kufanya kitubio.
baada ya kuhiji alirudi Roma. Birgita alisindikizwa na binti yake kwenda Roma na alikaa naye mpaka mauti ilipomfika tarehe 23 ya mwezi Julai mwaka 1373. Kabla ya kifo chake mnamo mwaka 1370, Birgita alipata kibali rasmi cha Papa kuthibitisha kanuni ya shirika lake. Alipofanya hija nchi takatifu mnamo mwaka 1372, alipata maono mfululizo juu ya maisha na mateso ya Yesu kwa muda wa miezi 4. Maono haya yalianza na Bikira Maria wakati akiwa pangoni Bethlehemu. Alimuona Maria ameinama mbele ya mtoto wake mchanga akishangilia na kusema, "Karibu Bwana wangu na mwana wangu." Bwana wetu Yesu Kristo alimtokea mara nyingi akimfumbulia siri za moyo wake. Birgita alitajwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1391. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Birgita wa Sweden, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Ulimwengu ungekuwa na amani kama wanasiasa wangeifanya Injili kuwa katiba yao. Rejea ya Mtakatifu Birgita. Watakatifu wengine wa siku: Watakatifu Birgita na Libro. Mtakatifu Birgita wa Sweden, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Utuombee.